Tefa oye! Tefa oye! Tefa! 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 Nishukuru kamati ya utendaji ya Tefa iliyomaliza muda wake Februari 7 mwaka huu, lakini niwapongeze wanachama wa Tefa kwa kutambua wajibu wao ni nini. Wameshirikiana na kamati ya utendaji iliyopita kunikabidhi ofisi leo, na kwa sababu tangu nimechaguliwa tarehe 7 mwezi wa pili mwaka huu katika ukumbi wa My Promise Chamazi Mfenesini, nilikuwa sijakabidhiwa ofisi. Kulikuwa na taratibu za makabidhiano ya ofisi ambazo zilikuwa zinaendelea baina ya kamati ya utendaji iliyomaliza muda wake na sisi, lakini kwa jambo la kushangaza baadhi ya viongozi waliopita walikuwa wamekaidi kukabidhi ofisi. Mpaka leo wanachama na kamati ya utendaji iliyopita wameamua kulikabidhi kwa mikono yao miwili taasisi yao. Kwa hiyo niwaambie, Tefa nitaiunganisha, itakuwa Tefa moja, na kuanza leo natangaza makundi yote na yavunja. Nitafanya kazi kwa uadilifu mkubwa, kwa sababu chama cha mpira wa miguu Manispaa ya Temeke wanachama wake ni vilabu, na vilabu vinatambua utendaji wangu kwa sababu niliwahi kufanya kazi na wao katika vipindi tofauti. Hii ni hatua ya kwanza nilikuwa ni uchaguzi. Hatua ya pili ilikuwa ni kuandika barua kwa viongozi waliopita kwa ajili ya makabidhiano ya ofisi. Tuliwaandikia barua kama katibu, kama mtendaji mkuu wa Tefa, niliwaandikia barua baada ya uchaguzi kwa ajili ya makabidhiano ya ofisi na nyaraka mbalimbali. Nimeandika barua mara ya kwanza, nimeandika barua ya pili, hakuna ushirikiano ambao tuliupata. Kwa hiyo kwa kuzingatia hii ni Tefa, shughuli za Tefa zinatakiwa ziendelee, na uchaguzi wa katiba ushafanyika, nayo mamlaka ya kukabidhi ofisi kama mtendaji wa chama cha mpira Manispaa Temeke. Kwa hiyo leo tumetoa mialiko kwa wanachama kuja kushuhudia tukio hili halali kabisa, na ndio limefanyika hivi sasa. Uongozi au mchakato wa uchaguzi si matakwa ya mtu. Mchakato wa uchaguzi ni matakwa ya katiba. Katiba ya Tefa inaeleza wazi kiongozi anapatikana kwa namna gani. Kwa hiyo sisi tunasema hatuna mgogoro Temeke. Uchaguzi wa wanachama wote umefanyika tarehe 7 na kiongozi kwa shapatikana. Kwa hiyo leo tumemkabidhi ofisi. Sasa ni jukumu lake yeye kuwaunganisha wana Temeke na kutengeneza mikakati ya maendeleo kwa ajili ya mpira wa Temeke. Mimi sijui ni kwa nini, labda inawezekana nyuma yao kuna mtu anawahalalisha, lakini sisi uhalali wa uongozi wetu ni kwa mujibu wa katiba ya chama cha soka Manispaa Temeke. Katiba ndio itaamua nani kiongozi halali, lakini kwa mchakato ulivyoenda, nafikiri wanahabari nyinyi wenyewe mnajua kwamba mchakato ulianza Disemba, hakuna malalamiko sehemu yoyote mpaka tulivyofika stage ya uchaguzi, na mpaka leo tunamkabidhi mwenyekiti ofisi. Kwa hiyo sisi tunaamini katiba yetu ndo msaafu wetu. Katiba ndo umeamua nani hawe mwenyekiti wa Tefa. Kwa hiyo sisi tunaamini kwa matakwa ya katiba yetu ya Tefa, huyu ndo mwenyekiti halali, na hatuwezi kujua kama kuna mtu anajiita kiongozi. Tumehangaika na masakataya toka tulikotoka, hatimaye leo tunamkabidhi mwenyekiti wetu ofisi. Tumefanya chaguzi ambayo iko huru na haki, tumemaliza, lakini tunachoshangaa kwa siku ya leo, badala ya kupa ofisi watu wamefunga ile ofisi. Haya ni matatizo, na kama mtakumbuka waandishi wa habari, hii si mara moja au mara mbili. Tushai kukutana sana Bambi na wapi kuzungumzia masuala haya. Yupo mtu mmoja juu, hiyo mimi na kila siku nasema, yuko kiongozi mmoja wa juu, makamu wa rais wa TFF. Huyu ndo anaodidimiza huko, sijui unanielewa? Ndio hicho tu, hakuna sababu nyingine, sababu za msingi hakuna. Tumefuata katiba, tumefanya chaguzi huru, chaguzi ya haki. Kimsingi itakiwa hapa leo ofisi watu waendelee. Mimi nikiwa mmoja hapa, nasemaje? Viongozi, wachezaji, timu za mpira wa miguu wilaya hii ya Temeke, tutakuwa pamoja, tutaungana nao ili kushirikiana kuifanya Tefa yetu kwenda mbele na mpira wa Temeke kwenda mbele. Kuna matatizo Temeke, na muda mwingi watu huwa wanasema sana pembeni, lakini tufike mahara tukipata vyombo vya habari hivi, mtufikishie salamu tuseme bila ya kuogopana. Temeke tuna mtu ambaye alishawahi kuwa katibu kipindi hicho. Wakati sisi tunaingia madarakani yeye alikuwa katibu.
na huyu ndugu yetu Nyamlani. Yeye kwa sasa hivi ameshapanda, yuko juu, yuko TFF Temeke. Sasa tunamuomba atuachie Temeke. Temeke tunaweza kuiongoza sisi wenyewe bila kutumia vimemo vyake, kwa sababu sasa kama mnavyoona hapa hakuna vurugu, hakuna nini, tumekuja kukabidhiwa ofisi. Temeke Nyamlani abakie TFF ashauri, lakini vimemo vyake ndio vinatutia vurugu leo hii Temeke yetu. Kwa hiyo naomba tu vyombo vya habari, salamu hizi ndugu yetu zimfikie. Tunaheshimu mamlaka aliyokuwa nayo, na sisi huku chini atuheshimie mamlaka ya kwetu. Anahusika kwa namna gani? Nyamlani yeye ndio tatizo Temeke, na bila kuficha kwamba anahusika kwa sababu amekumbatia baadhi ya viongozi. Tuseme tu mwenyekiti aliyekuwepo amekumbatiwa na moja kwa moja na ndugu yetu bwana Nyamlani.